Karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu fedha. Katika safari yetu tuligundua kuwa utajiri huanza kwenye maamuzi na si kwenye mshahara. Lakini leo tunakwenda hatua nyingine. Watu wengi wana budget, wengine wana app za kufuatilia matumizi, wengine wameandika kwenye daftari, lakini mwisho wa mwezi budget imevunjika. Fedha zimeisha na mtu anaanza tena kusema, mwisho wa mwezi ujao nitajaribu upya. Je, tatizo ni budget? Au kuna jambo ambalo watu wengi hawalioni? Hebu tusikilize simulizi hii. Juma alikuwa amekaa mezani akitazama daftari lake. Kwenye daftari alikuwa ameandika kwa makini: kodi, chakula, usafiri, akiba na vyote ametia tiki. Alitabasamu. Kwa mara ya kwanza anaona bajeti yake inaonekana vizuri. Ghafla simu yake ikaita. Kevin ndo alikuwa anampigia. Kevin alimwambia, Juma, leo sikatai. Tumepanga kwenda Bagamoyo weekend hii. Wote tunakusubiri. Juma aliitika, Bagamoyo? Lakini sikuwa nimepanga. Kevin alimwambia, mkuu, maisha ni leo, bajeti zipo kila mwezi. Twende tukapumzike. Juma alikaa kimya, akatazama daftari lake, akatazama salio kwenye simu. Safari ile ilikuwa inagharimu karibu fedha zote alizotenga kwa ajili ya akiba. Hapo ndipo bajeti nyingi zinaposhindwa, si kwa sababu ya hesabu, bali kwa sababu ya hisia. Mara nyingi maamuzi yetu ya kifedha hayashindwi na namba, yanashindwa na shinikizo la wakati huo. Kesho yake Juma alikutana na Joyce benki. Alimuelezea yaliyotokea. Kisha Juma akasema, nilihisi nikikataa marafiki wataniona nimebadilika. Joyce alitabasamu, kisha akamuuliza swali, Juma, unajua budget ni nini? Juma alijibu, orodha ya matumizi. Joyce alitikisa kichwa, kisha akamwambia, hapana, budget ni matumizi ya mapema. Unapoandika budget, unakuwa umeamua mapema ni nini ni muhimu kuliko kingine. Kama kila simu ikipiga, kila rafiki akaalika, kila ofa ikitokea, unaanza kujadili upya maamuzi yako. Basi si bajeti inayoshindwa, ni uamuzi wako. Juma alitikisa kichwa. Kwa mara nyingine anatambua kuwa tatizo halikuwa karatasi, lilikuwa ni uwezo kusimamia kwenye maamuzi yake. Ukweli uliojificha ni huu: bajeti haikuzuii kufurahia maisha, inakusaidia kuchagua ni furaha ipi unayotaka leo na ipi uko tayari kuisubiri. Kila unaposema ndiyo kwa matumizi ambayo huyapanga, mara nyingi unasema hapana kwa ndoto uliojiwekea. Ukweli uliojificha ni huu: leo tunaishi kwenye dunia ya ofa zisizoisha. Ofa inaisha leo, buy one get one. Makampuni mengi yanatumia saikolojia ya kufanya uhisi ukichelewa umepoteza nafasi, lakini ukweli ni huu: si kila nafasi inayopita ni hasara. Wakati mwingine ushindi mkubwa ni kuwa na uwezo wa kusema sio sasa. Kwenye Hidden Gold Challenge wiki hii, tengeneza bajeti ya siku 7 badala ya mwezi mzima. Na kila matumizi yasiyokuwa kwenye bajeti yape dakika 10 kabla ya kufanya uamuzi. Utashangaa ni matumizi mangapi yatakuwa muhimu tena baada ya dakika hizo. Bajeti haikuondoi kwenye uhuru, inakupa uwezo wa kuchagua kesho unayotaka. Leo tumegundua kuwa bajeti haivunjwi na ukosefu wa fedha. Mara nyingi huvunjwa na maamuzi ya ghafla. Lakini kuwa na swali lingine muhimu: je, kila deni ni baya? Au kuna madeni yanayoweza kujenga maisha? Hilo ndilo tutakalofunua katika episodi ijayo. Madeni ni adui au rafiki? Mpaka wakati huo, maisha mazuri hayajengwi na maamuzi makubwa, yanajengwa na maamuzi madogo madogo yanayorudiwa kila siku. Usikose kila Jumanne kufuatilia ukweli uliojificha kuhusu fedha. Kutoka Hidden Gold Insight, mimi ni Ada Iligo.